Mpendwa wangu, nazidi kukusalimu tena katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ni wakati mwingine tena ambao Bwana amenibariki, ameniamsha salama, ameniweka vyema. Natumaini ya kwamba hata wewe pia pale mahali ulipo uko salama. Usikose kuwa pamoja nami kila siku ya Alhamisi kwa ajili ya ushauri. Pia kuna shuhuda mbalimbali ambazo nitakupea na kukupatia moyo, na ningependa usikose kusikiza ushauri. Na kama kuna neno la ushauri kwa mtu wa Mungu yoyote, zingatia hilo neno. Mimi hapa nimefika, uzima wangu nilio nao pia umechangiwa na ushauri. Leo nataka tuangalie maneno machache ya ushauri. Enda kwa Kumbukumbu la Torati hapo mlango wa 8, njoo kifungu cha 11. Hili ndilo neno la ushauri wa leo. Jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Angalia, utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako. Huu ni wakati ambao Musa maneno haya anayapewa awapatie wana wa Israeli ili wasiwe na kusahau. Ushauri wa leo nao kupatia ni kwamba unaona hii spirit ama hii roho ya kusahau. Hii roho ya kusahau ni mbinu moja yapo ambayo imetumiwa na pepo kwa hali ya juu, na tuichunge sana, kwa sababu huyu Mungu anamwambia Musa ili anene na watu wa Israeli aliyowatoa katika ile nchi ya utumwa, wasisahau. Kule katika nchi ya utumwa kulikuwako na mateso mengi, walilia sana kwa miaka zaidi ya 400, na Bwana akawakumbuka. Bwana akawatoa katika sehemu hiyo kwa hali ya muujiza na ishara kubwa kubwa. Sasa Mungu akaweza kuitambua ama anatambua mioyo ya watu kwamba hii roho ya kusahau imetatiza mwanadamu aliyeumbwa na damu ya dunia hii ama na mwili na udongo huu. Ndipo Mungu ananena na Musa ili awaambie hawa wana wa Israeli waliotoka katika hayo mateso kwamba musisahau. Mimi nasema tujihadhari, tusije tukasahau amri za Mungu wetu alizotupatia ili tupate kuzidi kuweza kuvuka mpaka kufika kwenye sehemu za mbinguni ama kubarikiwa. Kusahau yani kunaweza kusababisha madhara makubwa kwa mtu aliyeokoka, na kwa sababu shetani alilijua hilo la kwamba mtu nikimsahaulisha, nikimpa roho ya kusahau, madhara yake yanakuwa mengi na huenda yasiponyeke. Ndio hii spirit anaitumia. Jihadhari, usisahau. Mimi ni neno moja tu, usisahau. Jihadhari, usisahau sheria ya Bwana Mungu wako. Hawa watu baada ya kuvuka, kuna ile roho ya kusahau, baada ya kuwa wameanza kupata manufaa ya kuweza kusimamiwa na Musa, kwa maana ambayo hata mababu zao hawajui maji. Yani shida ilikuwa imeanza kuondoka, wanalishwa jangwani, wanapewa vitu jangwani, wamepita mahali palipo na hatari nyingi, kuna mioto, kuna miba, kuna manyoka, lakini wamepitishwa na Bwana anawafuga vizuri,
akitumia mtumishi wa Mungu aitwaye Musa. Basi Musa akiwa ameshaondoka kwamba naenda kule nikazungumze na Mungu wangu, hawa watu walikuwa wakashikwa na roho ya kusahau kwamba kule walikotoka ni kubaya. Ushauri wangu wa leo, makanisa mengi, wewe mshirika, unapoanza kuja, unakuja kwa unyenyekevu mzuri. Mtumishi wa Mungu ana roho ya huruma, maana Bwana amembariki kumchagua, anakusimamia. Wakati mwingine anakusimamia hata na fedha zake. Lakini mshirika, wewe ukiweza kuvuka mahali hapo, sasa unasahau Mungu. Licha kumsahau yeye, unasahau mambo ya Mungu kabisa. Maandiko imesema katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 8:11, jihadhari usije ukasahau ama ukamsahau Bwana Mungu wako. Kumbuka kwamba huyu Mungu ndiye aliyekufanya ukavuka hapo mahali ulipokuja kulalamika mbele za mtumishi wa Mungu. Hilo kanisa la tauni, kaa huko tauni, lakini kama hutakumbuka kanisa la nyumbani, yatakuwa magumu kwa utarudi hapa nyumbani, utarudi hapa Chimbirizi. Nyumbani ni nyumbani. Jua kwamba hayo yote ni Mungu. Sasa kumbuka nyumbani. Nimekwambia Mungu hutumia wanadamu. Usisahau. Ondoka bila kuaga hapa. Kwa pasta wako ondoka bila kuaga. Kafanikiwe. Sahau. Barikiwa na Bwana. Wacha tuachane.